Watu wa dunia wana hekima kuliko watu wa Mungu. Lakini kwa sababu hatutaki kufananishwa na watu wasio na hekima, tunaendelea kufananishwa na watu wa Mungu, ni vizuri kuanza kujiprogram sasa. Kuanza kuwa na maandalizi ya kumalizia mwaka na kuwa na maandalizi ya kuanza mwaka. Haleluya. Na nitaanza kuaje na maandalizi ya kumalizia mwaka? Na nitaanza kuaje na maandalizi ya kuanza mwaka? Lazima niwe na ufahamu. Nijue ya kwamba mambo ya kuvuka ama kumalizia mwaka si mambo ya kuonekana kwa macho, ni mambo ya kuonekana katika roho. Na ndio maana tunaposoma kitabu cha Timotheo, about 2 Timothy chapter number 2, chapter number 4, verse number 7. Paulo, in fact kuanzia 6, hapo 6. Paul anasema, kwa maana mimi sasa namiminwa kama tambiko na wakati wa kuondoka kwangu umefika. Nataka nikupatie ufahamu hapa. Paul alipokuwa anaongea haya maneno, kwa macho ya kimwanadamu ungelikuwa naye, ungeliona bado tutaishi na Paulo. Haleluya. Lakini kwa sababu mwisho wa jambo ni mambo ya rohoni, so Paul alikuwa katika roho, akaona katika roho ya kwamba majira yangu ya kuondoka yameshafika. So haongei kwa sababu ni mgonjwa, haongei kwa sababu amelemewa ama amezeeka, anaongea kwa sababu ameshaelewa ya kwamba majira yangu ya kuondoka yameshafika. So ameona katika roho. Na hivyo ndivyo tunastahili kuwepo katika roho. Kumalizia mwaka, usimalizie kimwili, malizia kiroho. Anza kuona katika roho. Na ndio maana alipoona katika roho, ukienda mstari wa 7 anasemaje? Anasema vita vizuri nimevipiga. Ameshaelewa hivi vita ningestahili kuvipiga, nimevishavipiga. Mwenendo nimeshaumaliza na imani nimeshailinda. Ameshaona kile alikuwa ameasainiwa ya kwamba angestahili kukifanya, ameshakifanya. So anajua kwamba kazi yangu imeisha, naenda kuondoka. Sasa tunapoenda kumalizia mwaka, unaweza kujirudia. Uangalie, je, kazi ile niliitiwa 2025 nimeshamaliza? Vita vile ambavyo nilikuwa nipigane nimevipiga. Na imani vile ningelikuwa nimeilinda. Sasa mtu ambaye anajua kumalizia kiroho na amalizie kimwili, anaanza kuangalia mambo ya rohoni kwanza. Haleluya. Anaanza kuangalia rohoni kwanza, anaketi, anaangalia rohoni. Anaketi, anaanza kujipanga. Watu wa mwilini wanaangaliaga kimwili. Wanaanza kuleta vitabu vya Januari. Wanaanza kuleta ninio vile wamefanya, wanafanya mambo mingi, mahesabu na nini. Lakini sisi tunastahili kwenda katika roho, tupige mahesabu ya kiroho. Na wakati unapokuwa unaelewa ya kwamba hii ni nyakati za kumalizia, na tena tuko na nyakati za kuanza majira mapya. Sasa jambo la kwanza unastahili kuwa na ufahamu ni kitu kinaitwa recognizing the grace of God, ama recognizing God's grace. Ili nijue kwamba ninamalizia, kitu cha kwanza naanza kutambua neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Haleluya. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni nini? Neema inamaanisha kwamba ni mlango ambao umefunguliwa kwako, usiokuwa umeulipia gharama, lakini umefunguliwa tu kwa sababu ya upendeleo wa Mungu kwa maisha yetu. Mahali ambapo ungestahili kuwa lakini umewekwa tu. Si kwa sababu umelipa gharama, umewekwa tu. Si kwa sababu unastahili, umewekwa tu. Si kwa sababu unatosha, umewekwa tu. Yani hauna qualification yoyote. Lakini kutokosa qualification haikukuzuia
kupata hiyo neema. Hakuna gharama yote umelipa, lakini kutolipa gharama kwako hakuja kukosesha hiyo neema. Na ndio maana sasa wakati tunapomalizia tunaanza kurecognize God's grace. Maana God's grace imegawanywa katika vipengele tofauti tofauti. Na neema ya kwanza ambayo unastahili kurecognize is about the first grace ambayo tunastahili kurecognize. It is the grace of forgiveness. Neema ya kusamehewa. Kwa sababu mwaka mzima kuona ni msamaha wa Mungu tu umekusaidia. It's only the mercies of God. It is only God had forgiven us. Na ndio maana tuko mahali tulipo. Hatungestahili kwa sababu mwanadamu ni muasi. Everyone under the earth is a sinner. But because of the grace of forgiveness, na ndio maana unaanza kuitambua kweli. Unaanza kumwambia God, kama si rehema zako mimi leo singeiona, singelikuwa namalizia mwaka. Kuna watu walikuwa na mabilioni, matrilioni. Kuna watu walikuwa na majina, walikuwa na position, lakini just imagine hawajaruhusiwa kuona the end of the year. Hawajaruhusiwa kufika hata Novemba. Hawajaruhusiwa hata kumalizia Oktoba. Ni nini kimesababisha ukamalizia? Ni rehema za Mungu tu. Ni msamaha tu wa Mungu. Si kwa sababu wewe ni shujaa wa kuishi. Kwa sababu kama Mungu basi angekuwa analeta judgment ili tusiweze kuishi, basi tungejajiwa sote. Leo hakuna mtu angelikuwepo. So wakati unapomalizia Mungu, elewa kwamba it is the mercies of God. Ni rehema za Mungu. Ni Mungu amekusamehe. Ni neema ya msamaha. Na kwa sababu ni neema ya msamaha, basi sistahili kuichukulia in vain. Tukisoma Ephesians chapter number 4 verse number 32. Maandiko yanasema, tena iweni wafadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe nyinyi. Tena iweni fadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe nyinyi. So Mungu ametusamehe. It is only the grace of salvation. The grace of forgiveness. That's why haustahili kumalizia mwaka ukiwa bado umebeba mtu. Haustahili kumalizia mwaka ukiwa bado umeumiza mtu. Umeumizwa, unaanza kuongea kuhusu mwaka ulinikwaza sana. Samehe. Just forgive him because Mungu amekusamehe. Hallelujah. Mungu amefanya nini? Amekusamehe. Na kama amekusamehe pia wewe samehe mwingine. Usikubali kumalizia mwaka huu ukiwa na moyo wa mtu. Umebeba watu katika moyo. Anza kujitengeneza. Kumbuka tu wewe umesamehewa. It is the mercies of God zimekufanya hivyo. Ni neema ya msamaha. Unge deserve kusamehewa kwa yale makosa umefanya. Hapa kila mtu akisimamishwa makosa yake. Yako unaweza kuyaona makubwa kuliko ya mwenzako, ni vile hajakwambia yake. Hallelujah. Kila mtu hapa ako na makosa, lakini ni msamaha tu wa Mungu. Na maana hata umeturuhusu kuingia katika nyumba ya Bwana. Bado tunaruhusiwa kuvuta pumzi na hatuilipi. Bado unaruhusiwa kufanya vitu vingine na hata you don't deserve that. Lakini ni rehema tu, ni msamaha. So tunastahili kurecognize msamaha, grace ya kwanza ya kwamba tulisamehewa. So kumaliza mwaka kwangu ni kusamehewa. Na ndio maana wakati napanga kumaliza, nimalize nikiwa na Mungu. Ni wakati napanga kuanza, nianze nikiwa na Mungu, nikijua ya kwamba neema ya kwanza Mungu alinipatia ni neema ya msamaha. Hallelujah. Neema ya pili ambaye Bwana ametupatia, it's about acceptance. Tumekubalika. Mwaka mzima Mungu amekubali uweze kuishi. Amekukubali ili ukae pamoja na yeye, according to Romans 15 verse number 7. Romans 15:7.
Haleluya. Kwa hiyo mkaribishane nyinyi kwa nyinyi, kama naye Kristo alivyowakaribisha ili Mungu atukuzwe. Tulikubalika. Kwa Biblia ya Kizungu inasemaje? New King James ama NIV inasema, as Christ also received us to the glory of God, wherefore receive ye one another as Christ. Twende kwa ninio, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. We have been accepted. Tulikubaliwa na Kristo. Just imagine, hakuna kitu tumemfanyia Kristo, lakini Mungu alikutubali tu. Ni grace ya Mungu, tumekubaliwa. Yale maovu yote, yale udhaifu wote, yale machukizo, lakini Mungu ametukubali. That is the grace Masaili kwa acknowledge. Oh, Mungu mwaka mzima bado amenikubali tu. Hata nikienda mbele zake nikilia bado ananijibu. The whole year sija qualify, hata sijafanya yale mambo amekuwa ningestahili kuyafanya. Siwezi kusimama kama Paul nikasema vita vizuri nimevipiga, imani nimeilinda, mwenendo nimeumaliza. Maana hata wengine hatujui kama kuna kitu tumefanya kutoka kwa Mungu. Yale Mungu alikusudia tuyafanye mwaka huu tumeyafanya. Kuna wengine hata hatukulinda imani zote zile ambazo tulikuwa nazo ili itulie imani. Kuna wengine hata hatukufanya chochote, lakini Mungu ametukubali tu. We still sons and daughters of Christ. Mungu, Yesu Kristo bado ametukubali. It is because of his grace. Na wakati ninapomalizia mwaka na kuanza mwaka, na sasa niombe Mungu anisaidie, kwa sababu huyo Mungu alinikubali katika madhaifu yote, alinikubali katika kushindwa kote. Hakuangalia vile nimemfeli mwaka huu, hakuangalia vile nimemfeli katika ile position, hakuangalia vile nimefeli hata nyumba yangu, familia yangu, majukumu yale Mungu alikuwa anayatazamia, hakuyaangalia. Still bado amenikubali. Na ndio maana amesema, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. So alitukubali ili Mungu apate utukufu. So Mungu ametukubali the whole year. Tukae katika makosa, tukae katika kuonyeka, lakini hatusikii, bado tumekubali. Tunastahili kuelewa kwamba it is the grace. Ni neema ya Mungu. Si kawaida wapendwa, ni neema ya Mungu. Na ndio maana wakati unapomalizia mwaka, malizia ukiwa umeshuka. Hata unaposherehekea sherehe za mwaka, sherekea ukiwa umeshuka, ukijua kwamba it is the grace of God. Amenikubali tu nione Disemba, amenikubali nione Oktoba, amenikubali nielekee Novemba. Jaribu kuangalia watu wote hawakukubalika kuona. Kuna watu umewajua, kuna watu wengine ni wa familia, kuna watu wengine ni viongozi wako, lakini hawakukubalika kuona hata Oktoba, kumalizia Oktoba. Na wengine hawakukubalika hata kuona we Novemba. Sasa unakaribia Novemba, unaweza kuwa una mipangilio ya Novemba. Kuna watu hata hiyo Oktoba yenyewe hawakufika, hata hawakuruhusiwa kupanga hiyo Novemba. So it was this grace of God imetusaidia tuweze kukubalika. Number 3, ukisoma pia Galatians katika the same chapter, Galatians chapter 3, same script point. Galatians chapter number 10, chapter number 3, verse number 28. Galatians 3:28. Hallelujah. Inasema, there is neither Jews nor Gentile, neither slaves nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. Sisi sote tumekubalika. Mungu hakuangalia kabila, hakuangalia mahali tumetoka, hakuangalia jamii tulizotoka, hakuangalia wewe ni mama, ni mwanamke, ni mzee, ni kijana, ni mtoto, ni mtu mzima, lakini sote tumekuwa kitu kimoja kwa Kristo. Mungu ametuaccept na kabila zetu, ametuaccept na jinsia zetu, ametuaccept na vile imani zetu, ametuaccept na vifungo na wale ambao hawana vifungo. Sote ametukubali. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. Haleluya. Kwa nini naongea haya mama? Kwa sababu tunapoingia mwezi wa 11, it's the month of Thanksgiving.
Na ndio maana unastahili kukumbuka wakati unapomshukuru Mungu, usimshukuru tu kama Mungu wa kawaida. Mshukuru ukikumbuka haya mambo ya kwamba huyu Mungu alinifanya nini? Alinisamehe. Huyu Mungu amenikubali. Hakuniangalia jinsia yangu, hakuniangalia masomo yangu, amenikubali. 2 Corinthians chapter number 12 verse number 9. Hakuangalia vifungo vyangu, siri amenikubali. You are serving but you are under bondages. Uko katika vifungo but amekukubali tu umtumikie na mali zako na wakati wa kutuwekea ya Kiswahili. Naye akaniambia neema ya Mungu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha, ili uwezo wa Kristo kae juu yangu. Unaona, Apostle Paul anaambiwa na Mungu, my grace is sufficient for you. Mungu amemkubali katika hayo madhaifu yote. Na ndio maana anafika mahali anasema sasa nitajivunia huyo Mungu. Katika huo udhaifu sitavunjika moyo. Ako na kifungo lakini Mungu amemkubali. Amemkubali afanye nini? To serve him. Just imagine katika yale madhaifu yote unakuwa umeyapitiaga, lakini God still accepted you. Na ndio maana bado uko katika hiyo position, bado uko katika hiyo kazi, katika hayo madhaifu yote, katika hayo manyonge yote, bado neema yake tu Mungu ameachilia the grace. Na unakuja na kuitika, unakuja unamuinulia mikono anasikia, unakuja unaomba anakuponya, unakuja unamtafuta anaonekana. Kuna mambo ameyafanya kwa jamii yako ungestahili. Katika madhaifu yote God still accepts you. That is the grace we are talking about. Na hiyo ndio wakati tunapomshukuru Mungu, tunamwambia God unastahili. Kama ulinikubali katika haya madhaifu, niweze kusimama mbele zako, niweze kusimama katika jamii. Mimi singeweza hata kuwa na kitu, lakini umekusudia the whole year madhaifu ya kazi, lakini hakuna siku umeruhusu nikalala njaa. Hakuna siku umeruhusu nikashindwa kupeleka watoto shule. Hakuna siku umeshindwa kunizuia nikashindwa kulipa nyumba. Na hata kama nilishindwa, Mungu alinipatia kibali. Kwa yule hata mwenye landlord hakunitimua, hakuchukua vitu vyangu, hakuuza mali zangu. It is the grace of God. Ilikubalika kwa maisha yako. Na ndio maana Mungu akakukubali na hayo madhaifu. May the Lord receive all the glory. Hallelujah. Number 3, lazima to recognize grace ambayo inaitwa the presence of God. Uwepo wa Mungu. Mungu amekuwa pamoja na sisi katika presence yake. The whole year it is about the presence of God. Maana umbali ule umefika na vile vitu umefanya, kama si uwepo wa Mungu usingeliweza kufanya. Huenda ikawa haukuona, lakini umeona kwa matendo. Na ndio maana Musa anamwambia Mungu, sitaondoka hapa pasipo uwepo wa Bwana. Kumaanisha uwepo wa Mungu, kuna vile umetupigania, kuna vile umetuondolea vizuizi, kuna vile umeondoa kila aina ya baria, kila aina ya pingamizi kwa maisha yetu. According to Isaiah chapter number 41 verse number 10. Isaiah 41:10. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu na nitakusaidia na nitakushika mkono na wa kulia wa haki yangu. Huyu ni Mungu anatuthibitishia kwamba through his presence, kupitia uwepo wake tusiogope. Maana Mungu anaposema usiogope, that means ya kwamba yuko upande wako. Na Mungu akiwa upande wako ni uwepo wake uko upande wako. So there is a grace ambayo tumepewa. Kuna watu mmesafiri this the whole year, mmekuwa barabarani the whole year, God amewalinda na uwepo wake. Kuna watu mmefanya kazi za hatari. Kuna watu mlitegewa mitego mikubwa. Kuna watu labda hata katika ulimwengu wa kiroho ungeona ile mitego imetegwa, ungesema basi singestahili kwa. Lakini ni presence ya Mungu imekulinda, imekuzingira, imekupigania. That's why inasema kwamba usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Kuna watu, kuna mambo mlishindwa kufanya, lakini kupitia huyo Mungu, presence ya Mungu ikakusaidia kufanya. Na ndio maana unastahili ku acknowledge, ujue kwamba kumbe hata si mimi this year kufika mahali nimefika hata sijachangia kitu, ni uwepo wa Mungu. Kumbe yale mambo nimeyaona kwa maisha yangu ni uwepo wa Mungu.
Kumbe yale mambo nimeyashika kwa mikono yangu, ni uwepo wa Mungu umenisaidia. Kwa sababu Mungu ndiye ameyasalabisha akakuja. Mungu ndiye ameyasalabisha akakuja. Amenitia nguvu kuyafanya. Amenishika mkono. Kuna hatua tumefika. I don't believe kuanzia January mpaka sasa wako the same level. Kuna watu wako na vitu vikubwa hapa. Mungu amewatendea. Ama nasema uongo? Hello? Praise the Lord. Nani ametendewa vitu vikubwa? Nyosha kama mkono wako. Nyosha tu mkono. Umetendewa vitu vikubwa. Asante. Wale ambao hawajatendewa sasa nyosheni mkono. Maana wapo. Si hawakunyosha. Wapo. Haya, wewe hujatendewa, nyosha mkono. Tulitendewa. Nani ambaye ametendewa tangu tuanze huu mwaka mpaka leo? Nyosha mkono. Vizuri kabisa. Siona ni sote. Haya, sasa ni nani alikutendea hayo mambo? Ni Mungu. Mungu ni nani? That means it is his presence. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni presence yake. It's only the presence of God. So there is a grace ambaye Mungu ameachilia kupitia his presence. Na ndio maana tunasoma Deuteronomy 31 verse number 8. Deuteronomy 31 verse number 8 inasemaje? God mercies is upon our lives. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Hakuna siku Mungu amekupungukia wala amekuacha. The whole year from January, sasa tunamalizia tunaelekea, Mungu hajatupungukia. Ni presence yake ilikuwa na sisi. That was his grace. Ni neema yake. Neema ya uwepo wake ametutangulia. Kuna mambo ambayo hatukuwa ajua kwamba tutayapitia, lakini this year Mungu ametupitisha. Kuna vitu ambavyo hatukujua kwamba tutakuwa navyo, lakini this year tumevipata. Kuna maisha ambayo hatukujua kwamba tutayaishi, lakini this year Mungu alitangulia tukayaishi. It's only his presence. Na ndio maana tunastahili kumwambia Mungu thank you. Thank you for your presence. It's only his grace. Imebewa na uwepo wa Bwana. Joshua chapter number 1 verse number 9. Mungu anamwambia Joshua, chapter number 1 verse number 9. Joshua chapter number 1 verse number 9. Mungu anamwambia Joshua, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe kila uendako. So Mungu amekuwa pamoja na sisi. Uwepo wake umekuwa pamoja na sisi wapendwa. Haleluya. So uko na sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Mwezi ujao uko na sababu ya kulilia mbele za Mungu. Ujimimine kwa Bwana kwa njia za shukrani. Uko na sababu ya kumimina moyo wako katika maombi ya kufunga na kuomba, just only for thanksgiving. Sio kwa sababu ya kuitisha. Thanksgiving, maana alishatupatia. Ametutangulia the whole month, the whole year. Presence yake imekuwa kwetu the whole year. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuwa pamoja na sisi. Amekuwa pamoja kwa biashara yako, kwa kazi yako, kwa ndoa yako, kwa huduma yako, kwa masomo ya watoto wako. Mungu amekuwa pamoja na wao. So the whole year presence yake imekuwa pamoja na sisi. Kwa nini tusimwambie Mungu ni asante? Kwa nini tusimacknowledge na graces zile ambazo ametuachilia kwetu? Kwa nini tusinyenyekee na kusujudia na kumwambia God, jina la Bwana litukuzwe? So ukiona mwanadamu anakosa roho ya kumshukuru Bwana, ni kwa sababu hajatambua yale matendo Mungu amemtenda. Ni matendo mingi. Kuna neema ambayo tunaongea, nyingine inaitwa the grace of enablement. Neema ya uwezeshwa. Mungu ametuwezesha, ametupatia nguvu ya kufanya mambo. Enablement. He has given us power and strength. He has enabled us. Kuna mambo amekuwezesha kuyafanya pasipo nguvu zako, pasipo uwepo wako. Kuna mambo ameyafanya, amekupatia nguvu kufika mahali, according to 1 Timothy chapter number 1 verse number 12 to 14. 1 Timothy chapter number 1 verse number 12. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunataka tutaingia katika maombi. Tutaomba leo. Tutamshukuru Mungu kwa sababu tunaingia katika mwezi wa kumshukuru.
Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. So he has empowered us. Mungu ametutia nguvu kwa sababu alituona tunastahili katika hiyo nafasi. Haleluya. Alafu tuendelee 13. Ingawa hapo awali tulikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nilipopata rehema, kwa kuwa nimefanya hiyo kwa ujinga, kwa kuwa kutokuwa na imani. 14. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na upendo na pendo nililo Kristo Yesu. So unaona, Mungu according to number 12 anasema Mungu ametuempower, ametupatia uwezo wa kufanya mambo. Lakini ukisoma mstari wa 13 tunaona madhaifu ambayo tulikuwa kwayo. Ingawa hapo awali tulikuwa watukanaji, wenye kuudhi watu, jeuri, lakini nilipata rehema. That's why hapo nikasema the first grace, forgiveness. Mungu alitusamehe. Na alipotusamehe, si msamaha peke yake, akakuja akashuka. Baada ya msamaha, Mungu akatukubali vile tulivyo. Baada ya kutukubali, akaamua kutembea na sisi, akaachilia presence yake. Sasa ameachilia presence yake, alafu akatupatia uwezo wake. Na ndio maana tukaanza kufanya mambo ambayo tusingeweza kufanya. Uko na sababu ya kutomshukuru Mungu kweli? Hebu geukia jirani yako, mwambie uko na sababu ya kutomshukuru Mungu? Ama wewe unaangalia yale mahitaji uliko nayo hayajajibiwa? Kando na haya mahitaji, hivi vitu amefanya ni muhimu sana hata kuliko huo uponyaji ambao unauhitaji. Kando na hiyo kazi ambayo ulikuwa unaita, ni muhimu sana haya mambo ametufanyia kuliko hata hiyo kazi kuipata. Yes, amekupatia uwezo. Hata kuishi na familia yako si kwa nguvu zako, ni uwezo wa Bwana. It's only the grace of God. Unaishi na mtu ambaye haumjui, alitoka kwao na wewe ukatoka kwao, na mmekaa the whole year haujapaki. Ni kitu cha kawaida. Hata hujapaki mitungi yako useme narudi kwetu. Tena unajivunia, unasema hapa ni kwangu. Hapa ni kwetu. Ni nani amekuwezesha kukaa kwa hiyo boma? Si kwa sababu umejipaka mafuta na perfume ukanukia, hapana. Kuna watu wamejirembesha lakini wameshindwa. Lakini wewe, Mungu amekupatia nguvu ya kukaa katika hiyo boma. Mungu amekupatia nguvu katika kukaa katika hiyo biashara. Kuna watu walifunga huo mlango, lakini wewe umefungua mpaka leo hujawahi funga. Kuna watu walishindwa kuuza hiyo mali unauza, wakabadilisha maono mengine, wewe bado hujaweza. Ni nguvu Mungu amekupatia. Halo? Kwa hiyo kazi, kuna watu waliretire, kuna wengine walifutwa, lakini wewe Mungu amekupatia uwezo wa kuifanya hiyo kazi mpaka watu hawatamani kukuondoa katika hiyo kazi, wanatamani ukae hapo katika hiyo huduma. Ni uwezo wa Mungu. Hata wewe kuja hapa ni uwezo wa Mungu, si kwa sababu Pastor Aaron amehubiri ama naombea watu. It is the God enablement. Kama si uwezo wa Bwana usingelikuja hapa. Ungekuja kufanya nini hapa? Si zamani kulikuwa kuna nyumba hapa, mlikuwa mnakujaga hapa. Ni nini kimewasababisha kuja? Uwezo wa Mungu. Ama nasema uongo? Ni uwezo wa nani? Wa Mungu. So tuko na sababu ya kumshukuru Mungu mwezi ujao, tukianzia kwa kufunga na kuomba. Just thanksgiving, ya fasting and prayer. Hata kuingia katika apostolic grace, we have to thank him. Do you know, the moment nilipotangaza neema ya apostolic grace, before that, bro, Mungu ananiambia, kwa sababu muda mrefu haujatembea na ile neema nilitamani,
nilitaka utembee kwayo, na ndio maana kukawa na challenges nyingi katika maisha. Lakini the moment nilipo step nikasema sasa naamua kukaa kwa apostolic grace, Mungu alianza kufungua mambo mengine ambayo sijawahi jua. Hata nashangaa kuna uwezo fulani umeanza kufanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wanakuwa commanded tu kupatiana vitu. Wanaambia enda peleka hii. Kama Jumapili mtu alinipatia pesa 35,000 nikanunua microphone kama hii. Mombasa. Ni mshirika tu anakaaga hapo. Miaka yote amekaa lakini hajawahi zungumziwa. Lakini nilipotangaza apostolic grace, siku hiyo nimetangaza, ndio siku hiyo akaambiwa angalia ile microphone ya pastor. Unaona vile inakutukutu. Akaambiwa sasa kama ile iko Kilifi. Sijui hata aliuliza nani, inauzwa pesa ngapi. Akanyepelea Jumapili akaniambia pastor, hii ni ya microphone. Nilipomaliza ibada tu, wakati naketi napumzika. Hata imekuja sasa, hii imefungwa. Nimekuja asubuhi kutoka Nairobi. Iko huko Mombasa. Tofauti. Na sio vitu vingi sana. Hata kuna muujiza mwingine uko njiani, nitakwambia. Ukifika tu nitakwambia. Yaukia jirani yako mwambie God enablement. Mwambie uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu ukiwa kwako. Mungu ukitambua kwamba si kwa uwezo wako, uanze kufanya vitu. Maana amesema kweli mlikuwa waasi, mlikuwa jauri, lakini mmewezesha. Mungu akatuwezesha. So it's about God. May he receive glory. Philippians chapter number 4 verse number 13. Philippians chapter 4 verse number 13. Naombea mwaka huu tukimalizia na mwaka ujao tukianza, uanze kutembelea neema ya Bwana. Ule mwito ulioitiwa, tembelea huu. Huko na matunda mingi. Nimeona vitu vingi tangu nilipotangaza apostle grace. Nimeona mtu akiletea simu ya 140,000 na ilikuwa kwako. Lakini kwa sababu mko usiamua kuingia hapa, sasa ikazimwa. Kuna mahali usipoamua kutembelea ndugu, vitu vyako vinazuiliwa. Nimeona vitu vingine, vitu ambavyo mko sitarajii vikaanza kukuja. Na waombea neema. Amen. Na waombea neema. Amen. Before the end of this year, Mungu afungulie malango yako. Amen. Vitu vizaliwe. Vizaliwe kwa maisha yako. Na yaweza yote kwa njia ya Kristo anitiaye nguvu. Biblia inasemaje ya Kizungu? New King James ama NIV? I can do all things through Christ who strengthened me. I can do all things. Kumaanisha Mungu ametupatia uwezo wa kufanya yote. So that is the grace ya enablement. Ya mwisho ambayo tutaongea is about the grace of freedom. Freedom. The grace of freedom. God grace also delivers us. Imetupatia kuna neema ya ukombozi ambaye Mungu ameiachilia according to Galatians chapter number 5 verse number 1. Galatians 5 verse 1. Galatians 5 verse 1. Kuna neema. Katika uhuru huo Kristo alituweka huru. Kwa hiyo sisimameni wala msinaswe tena chini ya kongwa na utumwa. Kristo ametuweka huru. So just imagine, hakuna kitu tumefanya cha maana, lakini Kristo tu ametutangazia uhuru. We are free. That's why tumekuwa free from the darkness, free from our sicknesses, free from diseases, free from death, free from every kinds of bondages. That's why we are here worshiping him. To worship God is freedom. Kwa sababu kuna watu wamenyimwa kuabudu Mungu. Kuna watu wamenyimwa hata kuingia kanisani. Kwa nini wewe umekubaliwa? Ni kwa sababu ya uhuru. That's why it is the grace of God. Imekusababisha kuwa kanisani. Una jambo la kumwambia Mungu, ana astahili kupewa asante kweli. Uko na sababu ya kumshukuru Mungu. John chapter number 8 verse number 36. Namalizia. Maana tutaomba na tutaombea watu. Na usiku tutakuwa hapa kwa mkesha kwa sababu tuko katika maombezi. Basi mwana akiwekwa huru atakuweka huru kweli kweli.
Yesu Kristo akikuweka huru, amekuweka huru kweli kweli. The moment tulipomaccept, we are now free. Free indeed. Tumefunguliwa. That's why tunastahili kumwambia Mungu ni asante. 2 Corinthians chapter number 3:17. 2 Corinthians chapter number 3:17. Basi Bwana ndiye roho, lakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. We have the Spirit of God, we are free. Through the Spirit of God we are free. That's why sote tunaweza kusema kwamba Mungu ametupatia neema ya kuwa huru. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sababu ya wewe kutomshukuru Mungu before the end of this year. Unaweza kushindwa kumwambia. Just imagine, msamaha amenipatia bure. Siku ulipia bure tu, ananisamehe dhambi zote. Number 2, akanikubali tu vile nilivyo. Hakuangalia mahali umezaliwa, kabila umetokea, masomo ambayo hauna, ama maisha yako vile yalivyo, lakini amekukubali uweze kuwa mwana wake wa kike au wa kiume. Afu baada ya hapo ameamua kutembea na wewe tu, uwepo wake akauachilia, na ndio maana amekushika mkono. The whole year umetembea na yeye. Baada ya hapo tena amekupatia uwezo wa kufanya mambo ambayo uko hauwezi kufanya. Alafu baada ya hapo ametangaza tena kuna uhuru kwa maisha yako. Wewe hauko katika vifungo. Alafu ushindwe kumwambia Mungu ni asante. Ushindwe kumuinua Mungu. Mbingu akiwa mbinguni, Mungu anakuonaje? Kama ameofa haya mambo yote kwa maisha yako, tusiangalie kile ambacho tulikosa tukao tunahitaji. Maana udhaifu wa mwanadamu, kile alitamani ndio hicho anataka akione, ndio ajue kwamba Mungu yuko. Asipopona anaona Mungu hakutenda kitu. Asipobarikiwa, kama alikuwa na maono ya kujenga mwaka huu na amefika mahali hakuna dalili yoyote, na tunamaliza mwaka, hakuna dalili yoyote hata kupata kile kiwanja, kupata ile ndoa, kupata ule mchumba, hata kufuatwa kidogo, kuongeleshwa kwa kitu. Sasa unasema ni Mungu gani huyu? Mwaka mzima tumekuwa na yeye na tukio tunaaminia hivyo. Sasa inamaliza mwaka, kila siku naambiwa pokea. Pokea ndoa yako, unapokea mpaka unaanguka. Mpaka mwingine labda una kilema cha kiti vile kilikugonga, kwa sababu ukiwa unapokea. Anakuambia chukua kitu chako, funguliwa milango, promotion, pokea kazi. Sasa unaangalia pasa, wasema ni mshukuru Mungu. Ni mshukuru kwa njia gani? Maana kile nilitazamia sijawahi pata. Kama ni promotion sikupewa, kama ni kuolewa sijaolewa, kama ni watoto sina, kama ni uponyaji sina. In fact hata wale ambao nilikuwa natazamia, wengine hata walimalizika, wengine hata walifariki. Mtu mwingine anahesabu yale makosa, anahesabu ile shida, ule uchungu amepitia, alafu anakuja anamwambia Mungu, sasa nikushukuru kama nini? Kwa sababu sijawahi pata raha the whole year, sijawahi pata amani the whole year. Nimeishi kwa kitanda magonjwa, nimeishi kwa madeni, vitu vyangu vimechotwa, biashara yangu imefungwa, nimeshindwa kulipa deni, nikauzwa, hata shamba langu likauzwa. Sasa wanaambia nikushukuru nini? Kuna jambo la kumshukuru. He has forgiven you. Hallelujah. Kweli shamba lilichotwa, lakini bado amekusamehe. Kweli haujapandishwa cheo, lakini bado amekukubali. You are his sons, you are his daughter. Kweli bado sijapata mtoto, lakini bado anatembea na wewe. Presence yake uko upande wako. Kweli bado haujapona, lakini kuna uwezo amekupatia wa kufanya mambo, hata kuvuta pumzi. Ni neema. Kuna watu wanapewa nini? Zile oxygen. Unasaidiwa kuvuta pumzi. Sasa wewe unavutaka basi kwa sababu hakuna mtu anakusaidia, ni wewe unavuta ndani unatoa nje. Hata hakuna mtu amekwambia vuta ndani, unavuta mwenyewe. Ni uwezo Mungu amekupatia. Haleluya. Kweli kuna madeni umeshindwa kulipa, lakini bado anasema you are free, maana alishakulipia deni. Kwa nini tusinde kumshukuru? So tunapoingia katika kitengo cha kumalizia mwaka, hatua ya kwanza tunastahili ku acknowledge matendo makubwa Mungu ametufanyia. To acknowledge ule uwezo ambaye Mungu amekuwa na sisi.
Na ndio maana nikakwambia watu wa mataifa, kwa ulimwengu wa kimataifa, wameanza kumshukuru miungu yao. Kuna watu wameanza kutoa dhabihu za miungu yao. Na ndio maana unakuta Novemba na Disemba kunakuwa na maajali mingi, kunakuwa na masherehe mingi, kunakuwa na mikutano mingi ya nyimbo. Waimbaji wa mataifa wanaweka zile nini, wanakodi hata stadium mzima, wanakodi hata mahall, wanafanya music concert. Ile music concert si kukupatia furaha kwa sababu ni Krismasi, si kukupatia furaha kwa sababu ni mwezi wa sherehe. Anaenda kutoa dhabihu ya shukrani kwa Mungu wake. Zile nafsi zitakaoingia katika ule uwanja kucheza ule muziki, tayari ile ni kafara ametoa kwa Mungu wake. So idadi ya wale watakaoenda kwa hiyo music, watakaoenda kwa hiyo club, tayari ile ni nafsi amezipokeleza kwa Mungu wake. Amesema unaona hawa watu wote nimekuletea. Wewe unaona tu anakuambia si ufanya mikono hivi, fanya, anakuimbia nyimbo za mataifa wengine wakiwa uchi. Wewe unafurahia, watoto wako wanafurahia, familia zingine zinaenda kuona mwimbaji fulani ametokea fulani, amekuja, unaenda unalipa, anakusanya hela, alafu tena nafsi yako anaipeleka wapi? Kuzimu. Na ndio maana mwaka ukianza, mwaka ujao ameshatoa kafara yake vizuri. Na ndio maana katika hizo concerts zote utakuta mmoja atatoka na majeraha. Aidha kanyagwa amefariki, mwingine mguu umevunjika, wengine walipigana, wengine sio walipata mimba, wengine wamepata magonjwa, wengine sio yani kutakuwa na sacrifice, ibada za kishetani zitafanyika. Lakini sisi watu wa Mungu hatujui njia ya kumshukuru Mungu. Na ndio maana unapata mtu mzima vizuri na afya zako, na ukisema kwamba Yesu ni Bwana, unavuka mwaka ukiwa kwa kitanda. Ama unavuka mwaka ukipuliza mabaruti. Ni saa 6 tu. Ni pollution of environment. Unachafua anga. Unastahili kuvuka mwaka ukiwa katika presence ya Mungu, ukimwambia Mungu, umbali huu umenifikisha ni wewe. That's why tunapoenda kumalizia Disemba, wakati tunaenda Disemba, nitakuwa nakufundisha jinsi ya kumalizia mwaka katika roho na kuupokea, kuumaliza katika roho na kimwili, na kupokea mwaka katika roho na kimwili. Kwa sababu mwaka unapokelewa mara mbili, unaupokea kiroho na unapokea kimwili. Kwa sababu kuna watu leo bado tuko 2014 na tuko 2025. Ulivuka 2025 lakini bado uko 2014. Maisha yale ya 2014 ndio hayo umevuka nayo. Sasa mwaka huu kubadilika kiroho ni kalenda tu kwa nyumba yako. Ikaondolewa 4 ikawekwa 5. Na ndio maana nasema 2025, lakini katika ulimwengu wa kiroho uko 2024, wengine hata 2023. Maana shida zile za 2028 bado ziko mpaka 2025. Kumaanisha haujawahi vuka mwaka. Wewe tu ni kalenda huwa inabadilishwaga. Sasa mwaka huu Mungu atatusaidia, tutavuka mwaka kwa roho na kwa mwili. Sema amina. Tutamaliza mwaka kwa roho na kwa mwili. Maandiko yanasema kwamba watu hawa hamutawahi ona tena. Walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu, hawakuona Wamisri tena. Kwa nini wewe unawaona Wamisri tena? Wamisri ni zile shida ambazo tumepitia 2025. Ni yale madhaifu. Kwa nini tunaona tena na tuna cross over? Wakati tunavuka hatustahili kuona vile vitu ambavyo tumeviacha ng'ambo ya mto. Na ndio maana Mungu alitengeneza barabara. Nataka uelewe, ninaposema kuvuka kiroho, si kimwili, kiroho. Bahari ilikuwa ni ya Shamu. Na hii bahari ya Shamu, kulingana na teknoloji ya kisasa, Wachina wangeliletwa, wangesema tutatengeneza bridge ndio mvuke. Kwa hivyo mtupatie miaka 2 tuwatengenezee bridge tumvuke pasipo nini. Wale wenye teknoloji wengine wangekwambia acha tulete motorboat ama ferry mvuke. Wale wengine wangesema acha tulete kandege tuvuke.
Wale wa kuogelea wangesema tuogelee, lakini wangelishindwa, maana papa angewangararua. Lakini kwa sababu wako wanavuka kiroho, Mungu akamwambia Musa, waambie watu hao kile wamekiona hawataona tena. Wewe inua fimbo yako. Just imagine fimbo. Alipoinua, maji yakaanza kutawanyika. Yakatawanyika tu, ikatengenezeka barabara mahali kulikuwa kuna bahari. Sisemi ni mto, haikuwa mtaro, ukoko ni bahari. Barabara ikatengenezeka, wakaanza kutembea. Wakatembea mpaka wakavuka. Kwa sababu gani? Walikuwa wanavukishwa kiroho. Na hawa wengine wasingestahili kuvuka. Na ndio maana kile wana wa Israeli walitengenezewa, hangeweza kukipitia, kikawameza. Sasa kwa nini unasema nimevuka mwaka na bado vitu vya mwaka huu ambao vinakusumbua bado vipo? Kumaanisha hukuvuka, ni kalenda ilibadilishwa. Geukia jirani yako, mwambie Mungu nisamehe na unisaidie, kwa sababu nataka kuvuka. Na asema ukiwa unamaanisha, mwambie nataka kuvuka, sasa kubakia na mwaka huu tena. Lakini siri ya kuanza kuvuka ni kumacknowledge Mungu, kumtambua kwamba ni Mungu amekusaidia. Only that, acknowledging God, ya kwamba it's God who has done this. Ni Mungu ndiye aliyefanya mambo haya. So mimi naomba, na tutazidi kufundishana vile Mungu atatusaidia na kutupatia hekima na maarifa na ufahamu wake wa undani, kuweza kuelewa jinsi ya kutaka kuanza kuvuka mwaka, wewe na watoto wako, wewe na jamii zako na vitu vyako. Maana wana wa Israeli hawakuacha mifugo yao, hawakuacha familia zao, hawakuacha mali zao, walivuka wote. Na vile vilikuwa vinawafuatilia havikuvuka. So kuna yale maroho yamekuwa kufuatilia: madeni, nuksi, mikosi, balaa, magonjwa, visirani, mapepo, majini, ndoto mbaya, kila aina. Usikubali vivuke. Usikubali. Anza kutengeneza strategy. Sasa nitavuka vipi mwaka huu? Mwaka huu nataka nivuke kiroho na nataka nivuke kimwili. Kimwili nitapewa kalenda ya kwamba 2026. Na elewa kwamba 6 huwa inasimamia mambo mingi sana. 6 huwa inasimamia challenges nyingi. 6 huwa kuna kuaga na judgment. Na ndio maana namba ya shetani ni 6. Ni 666. Na 5 huwa ni namba ya Mungu. Na ndio maana mwaka wa 2025 umekuwa na grace nyingi sana. Lakini 6 huwa ni challenges. Na sasa kwa sababu Mungu atatupatia grace, tukimacknowledge vizuri atatupatia ushindi, tutaingia mwaka wa 7. Mwaka wa 7 huo uko na favor kubwa. Maana hapo ndio final ya vitu vingi huo vinatangazikaga ushindi. Mambo mapya yanaanza, ushindi mkubwa. Hapo walipoongeza tanuri ya moto mara 7, hapo ndio Mungu akaingilia kati. Maana Mungu alikuwa anangojea 7 ajitukuze. So waliongeza wakidhania kwamba wanaleta makali, kumbe wanamkaribisha Mungu. 2026 sana sana namba ya shetani 6. Lakini unaweza kushinda wakati umeivuka vizuri. Umenielewa? Sisemi 2026 ni mwaka wa shetani. Nataka unielewe. Nimesema 6 kwa sababu unaweza kunichukua sema pasa alitabiri. Mimi sijatabiri. Nimekwambia namba 6 shetani ndio huitumiaga. Useme pasa ametabiri mwaka wa 2026 ni wa shetani. Mwaka ni wa Mungu. Lakini nimesema namba 6. Vile vile namba 5 ni namba ya grace. Na ndio maana hata katika taifa la Kenya tuko na rais wangapi? Huu rais ni wangapi? Ni wangapi? Rais wa kwanza alikuwa nani? Jomo Kenyatta. Wa pili Moi. Wa 3 wa 4 wa 5. Tuko na rais wangapi? Haya, rais wa kwanza ungelimuita Kasongo.
Rais wa pili ungemuita Kasongo, watatu, wanne na watano, kwa sababu ya neema. Na ndio maana anavumilia mambo mengi. Unaweza ukamtukana, lakini kwa sababu tuko katika kipindi cha neema. Wewe ngoja afike wa 6. Utafunga mdomo na super glue. Utaongea chochote. Wa 6 utafungua kadomo. Ati si fulani. Unazimwa. Nakwambia tuko hapa. Situombe tuishi. Ambia jirani yako naomba niishi. Nijionee makubwa. Sasa hapo ndo Gen Z mtajipanga. Internet utatumia vibaya. Utatumia kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Hata sisi wahubiri hatutasimama tuongee kitu chochote kupinga ikifika 6. Utakuwa unaongea mambo ya wisdom ya kujenga, sio kusimama na mimi nakwambia tu, situngojee vile tunangojea bendera ya pili kushikishwa. Tungojee. Haleluya. Wewe tungojee tu na Bwana atatusaidia. Kwa nini unanikasirikia? Usinikasirikie. Mimi nimesema tu tungojee vile tunangojea. Kwa sababu kuna mambo mengine hatuwezi kuzuia, wapendwa. Kuna mambo mengine hatuwezi kuzuia. Hatuwezi kuzuia. So mimi nataka tuingie katika maombi. Tumtolee